Karibuni wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku mahali popote mlipo, tunawasalimu na tunasema asante kwa muda mzuri ambao tumeupata. Tuko kwenye jiji la Baraka na kwa wakati kama huu tunapata mgeni wa heshima ambao tulimwalika ili tupate kumhoji swali mbalimbali. Jambo mheshimiwa. Jambo. Ndio. Watazamaji labda wanapenda kufahamu wewe ni nani? Ya, kwa majina mimi naitwa Delo Lokole Ikyamba Sauzien, president wa shirika la Bana Bankari au kiongozi wa shirika la Bana Bankari watoto wa Uto wa Baraka. Yaani ni wewe kiongozi wa watoto wa jiji la Baraka. Ndio. Malengo ya malengo yenu ni nini kwa nyinyi watoto wa jiji la Baraka? Ya, lengo letu sisi wana mtangazaji ziko nyingi, lakini acha niseme mawili au matatu kufuatana na muda. Lengo letu la kwanza ni kupiganisha ubaguzi, kwa sababu sisi wote tunaoishi ndani ya jiji la Baraka sisi wote ni watoto wa Baraka. Na lengo letu la pili ni maendeleo na ile kufungua ile tunayoita mkibembe ile kila saa unasema iombwe Iombwe la malenga. Iombwe la malenga. I mean kufungua watu maarifa fulani kwa ajili ya mji wetu zaidi sana ya Baraka na territory mzima ya Fizi. Bwana Sauzien, kiongozi wa Bana Bankari, tunakuwa na kuhoji karibu maulizo matatu. Ya kwanza, tunajua jiji la Baraka wengi ambao walikuwa wakaaji wa Baraka waliotoka zaidi wa vijana walijiunga pamoja na Sovole Kongo, na inaonekana ya kwamba Baraka mzima zaidi nyinyi wa vijana muko upande wa Sovole Kongo ili kuingiza adui. Kwa leo ni adui sababu anataka kupindua madaraka, na nyinyi wa vijana wa Baraka ni nyinyi ambao mnashutumiwa kwamba mnakaribisha Sovole Kongo ambayo inakuwa ya watu mbalimbali katika jiji la Baraka. Unaweza tusema namna gani sehemu? Ya bwana mtangazaji, huwa na mimi nafuata kama vile ninavyofuata katika mitandaoni, lakini naweza kusema Baraka ni jiji kama vile Bukavu, kama vile Kinshasa, kama vile Uvira, inaishi na inakaribisha watu wote ndani ya jiji letu hili la Baraka. Na kitu tunapaswa kujua, tusishtumu mji wa Baraka au tusishtumu watu wote wanaoishi ndani ya jiji la Baraka, kwa sababu problem au mtu kujiunga kwa kitu fulani ni matakwa ya ule mtu ubinafsi, na ile sio kusema ni sisi watoto wa Baraka au wale wanotable zaidi sana gisi tunavyojua ni watoto wa Baraka. Hapana, hilo sisi tunakwenda kulikanusha. Tutaweza kusema kama affaire ni affaire privé ya mtu, na wakati mtu anakwenda kujiunga katika makundi fulani, hiyo yanamtizama yeye mwenyewe, hayatizame kwa majina ya watoto wa Baraka, na si vizuri kutia majina au kupresente jina ya watoto wote wa Baraka general. Ndio. Kuna kuwa kundi ya wazalendo wanaojiita Baraka Force mwenjo Bana Bankari, lakini kuliundwe kundi ingine ya wazalendo wanajiita Baraka Force na wakaenda jiunga pamoja na Wanyarwanda huko Minembwe. Wewe kama vile kiongozi wa Bana Bankari, ukisema Bana Bankari ni Baraka na muongozi wa Baraka kunatoka kundi ya wavijana wanajiita Baraka Force wanaenda jiunga na adui, unaweza peleka ujumbe wa namna gani huko inaongozwa na ndugu Alonda? Bwana mtangazaji, cha kwanza ni ile kama vile swali nilivyo kujibu. Ndugu, ni kweli hatuwezi kukataa wa ndugu wote wanaoishi ndani ya jiji la Baraka. Ya, na lengo letu mimi nilivyoongelea kwa ajili ya asbeli yetu zaidi sana, na kizani niligusa, tunalenga sana mambo ya ushirika, mambo ya upendo na mambo ya development, ya maendeleo. C'est-à-dire kama wewe unakwenda kuingia katika makundi isiyo lenga maendeleo ya mji wa Baraka, ya mji wa Fizi, vurugu inayoharibu maendeleo, c'est-à-dire wewe uko contre watoto ya Baraka, kwa sababu watoto wa Baraka opinion yao ni vision ya maendeleo ya mji wetu. Sasa kama mtu yeyote anaokwenda pembeni na matakwa yetu au maendeleo yetu, huyo ni hatuko pamoja na yeye. Na ndio maana ningesema mimi mwenyewe kwanza binafsi napata mamenance mingi, watu wengi unaona aje kiongozi kufuatana na vile, lakini huwa naambia watu mambo yote iko katika
mumikono ya Mwenyezi Mungu, na mtu ye mwenyewe ndio anajua mimi natoka wapi na ninakwenda wapi. Lakini baraka ni muji wa wetu sisi wote, na vision yetu ni vision ya maendeleo. Na mtu mwenye ko contre vision ya maendeleo, kwetu sisi atumkonsidere kama vile mwana Bankar. Kwetu vile tunamkonsidere kama enemy wa baraka. Okay. Na kwa sasa tuliona jiji la Baraka linakuwa na wamea watatu. Tuliona Mbucho alienda akaacha makamo, na mama Emerita naenda naye anaacha makamo. Kwa uongozi jinsi unaona kwa sasa mnakuwa na mea mwingine ambao ni makamo, dada yetu. Kwa upande wako, sipendi ushituma pana. Kwa upande wako unaona uongozi wa watu watatu kwa siku kidogo hivi kutakuwa kabisa mafanikio, au unaona Baraka itarudi nyuma? Asante.